أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo tumo katika darasa ya 17 katika mfululizo wa darasa zetu kuhusu sayansi ya malezi kwa mtazamo wa Qur'an. Kwa hivyo leo ni siku ya 17 na ambayo tutaanza kujifunza hatua za kukua kwa mtoto kwa mujibu wa Qur'ani na kwa mujibu wa hadithi. Na tulisema katika darasa iliyopita kwamba kuna uwiano mkubwa baina ya kukua kwa mtoto na aina ya malezi anayotakiwa alelewe. Kuna uwiano baina ya kukua kwake, umri wake, na aina ya malezi. Kwa hivyo ni vizuri tukafahamu kila ambapo mtoto anakuwa anahitajia aina fulani ya malezi. Na tumeona wenzetu wasiokuwa Waislamu wamemgawa mtoto katika kukua kwake katika umri tofauti tofauti, na wakatoa maelekezo ya kimalezi yanayolingana na umri wake. Tumezungumza nadharia mbalimbali. Jana tulikomea katika nadharia inayojulikana kwa jina la upragmati, kwa Kiingereza wanasema pragmatism. Tumeashiria tu kwa sababu huko tunapokwenda, kila tutakalozungumza upande wa pili tutaona upragmati unasemaje. Kwa hivyo ni jambo ambalo tutaishi nalo katika mazungumzo yetu yajayo insha Allah. Sasa tumewahi kuuliza swali, majibu mnayo, ya kwamba katika Uislamu malezi yanaanza lini? Ni lini
mzazi hasa anaanza kumlea mtoto? Majibu yetu yalikuwa kwamba malezi Kiislamu hayaanzi baada ya mtu kupata mtoto, bali kuna maandalizi ya malezi, na maandalizi ya malezi ni namna ya kumchagua mlezi mzuri. Ndio maana hadithi nyingi za Bwana Mtume na Ahlul Bait alayhimussalam zinatufundisha mke mzuri ni yupi na mume mzuri ni yupi. Kwa hivyo kukosea kuchagua mke na kukosea kuchagua mume ni mwanzo wa kufeli katika malezi, kwa sababu utakuwa umekosea kuchagua mlezi. Mke mzuri sio yule mwenye sura tu. Naam, mwenye sura ametajwa, mwenye umbo ametajwa, mwenye nasabu ametajwa, mwenye mali ametajwa, lakini ni yule mwenye maadili vile vile. Fadhfar bidhati dini taribat yadak, tafuta mwenye dini pia, kwa sababu ulezi nao ni muhimu sana, bali ndio muhimu kuliko mengine. Kwa hivyo ikiwa suali ni kwamba malezi katika Uislamu yanaanza lini, majibu ni kwamba yanaanza pale unapochagua mwenzako ambaye ni mlezi mzuri. Haifai wala haina maana ukianza kulea baada ya kuzaa tu, alafu yule ulomchagua akusaidie kulea ni mke au ni mume hajui malezi ya Kiislamu, hana maadili ya Kiislamu, huwezi kufaulu katika malezi. Kwa hivyo vigezo vyote hivyo vitizamwe. Ushachagua mke mzuri, ni mwanamke wa Kiislamu, kishachagua mume mzuri. Na tumeona katika mafunzo ya Kiislamu anayechagua sio mwanaume peke yake, anayekubali kuolewa sio mwanamke peke yake. Yaani unapokwenda ukaposa mahala, anayekubali kuolewa sio mwanamke peke yake. Japo siku hizi sasa mambo ni ya kijana akiamua basi, wa kike na wa kiume. Lakini kushirikisha familia maana yake ni kushirikisha katika maamuzi ya kukubali au kukataa. Maana akija binti akasema kuna ugeni utakuja nyumbani baba hapa, alafu akaja jamaa kuposa, kisha binti akaulizwa, vipi wewe mwenyewe umempenda? Ndio umempenda. Umekubali? Ndio. Utauliza na mengine, sio? Mmekutana wapi? Mtaelezana, sio? Kisha wale wakija huwa hawaambiwi mara moja tumekubali kuja kuposa, alafu baadaye wanaambia haya basi tushakubali, lini mtakuja kuoa? Wale wazazi huweka pause kwamba sawa, tumepokea posa yenu, tupeni muda. Haya, muda gani? Wiki 2, wiki 3, mwezi. Ule muda ni muda wa kufanya utafiti, kwa maana ya kwamba anayeamua si wale vijana wawili peke yao. Wazazi hushiriki kuamua, kwa sababu haya si maamuzi madogo. Haya, sawa, amekuja kuposa kwetu, wazazi wake mkina nani? Aliyekuja ni nani? Mkichukuana vijana nyinyi wenyewe tu mkaenda, ile ndoa si rahisi, ile posa kupokelewa, sio? Wanaletwa wazee wenye heshima, wanaojua kuzungumza, wakihojiwa mambo mazito wanaweza kusema, haya, mzazi wa huyu mtoto ni nani? Ni huyu bwana mkubwa hapa. Haya, tupeni muda. Kwa hivyo nachotaka kusema ni kwamba anayeamua sio wale vijana wawili tu, bali hushirikisha watu wazima ili wafanye uchunguzi na udadisi. Baada ya pale watoe maamuzi ya kwamba huyu anatufaa kuungana na familia yetu. Kisha kubaliwa, ashaozeshwa, kwa sababu maana ya wewe mtu mzima baba kumwozesha binti yako kwa mtu baki aliyokuja kubisha hodi, maana yake ni kuvua mamlaka yako na wilaya yako. Wewe ni walii wa binti yako, ukamvika kijana, ukamwambia mimi sasa nimekukabidhi dhima ya binti yangu. Kwa hivyo si jambo dogo. Kwa hivyo malezi yanaanza katika
hatua ya kwanza ya kuchagua mlezi mwenzako. Hiyo ni nukta ya kwanza. Mmeshaoana, je, mnangojea mpate mtoto ndio mwanze kulea? Hapana. Hadithi zinatufunza kwamba vile anavyokula mume na mke vina mchango mkubwa katika kuimarisha malezi au kuleta mashaka na tabu katika malezi. Yani vile ambavyo mnakula nyie. Kuna aina ya vyakula vinavyohimizwa, kuna vyakula vya halali, kuna vyakula vya haramu. Vyote vina mchango katika kumtengeneza yule mwanao atakayekuja insha Allah. Kwa hivyo chagua unakula nini, cha halali au si cha halali, lakini aina gani ya chakula. Na hadithi nyingi, lakini nimeteua hadithi mbili tatu kama sampuli, kama mfano tu. Kwa mfano, al-Imam Ridha alayhi salam anasema, anasema aklu rumani yuzidu ma ar-rajuli wa yuhsinu al-walada. Katika kitabu cha Makarimul Akhlaqi, al-Imam Ridha anasema hivi, kula kokomanga kwa mwanaume, wengine wanaita komamanga, kokomanga, komamanga, yote ni sawa Kiswahili. Kwa Imam Ridha anasema mwanaume kula kokomanga au komamanga yuzidu ma ar-rajul, huongeza maji ya mwanaume, namba moja. Lakini vile vile wa yuhsinu alwalada, na humfanya mtoto atakayezaliwa kupitia maji hayo awe ni kijana mwema mzuri. Indalla ala shay'in, hadithi hii inamaanisha kwamba kuna vyakula ambavyo vimehimizwa katika hadithi vinachangia katika kutengenezea mtoto, mbali na mandhari na sura yake, kama tulivyoona katika kula lubani katika Ramadhani iliyopita. Tuliona hadithi hizo. Lubani ni ubani, na hasa ni ile lubani dhakar, ule ubani mweupe mzuri, aina fulani ya ubani. Lakini kuna hadithi kama hivi katika Biharul Anwar lilmajlisi al-Allama, kuna hadithi inayosema hivi, ash-shaqiyu man shaqiya fi batni ummi was-sa'idu man sa'ida fi batni ummihi. Yule atakaishi maisha ya furaha ni yule ambaye tangu katika tumbo la mama yake alikaa akawa na maisha ya furaha, alikaa vizuri. Na yule atakaishi maisha ya dhiki hapa duniani ni yule alioandaliwa vile vile kwa dhiki na maisha ya dhiki tangu katika tumbo la mama yake. Kwa maana dhiki inaweza ikaanzia kwenye tumbo la mama. Kwa mfano, mama mlevi, mama mjamzito anayevuta sigara, anaikula haramu, vyote vinakwenda kuathiri yule mtoto kitabia na hata mara nyingine kimaumbile. Kama tulivyoona, wataalamu wametufundisha kwamba sigara na ulevi kwa mjamzito vinaweza kuathiri hata umbo la mtoto, akaharibika maumbile yake. Hadithi hizi nyingi sana zinazobainisha kwamba kule tumboni kwa mama yako unaweza kuanza kuharibikiwa maisha wewe, kisha ukitoka huku duniani tayari yashaharibika, hayawi ni maisha ya furaha. Wasaidu man saida fi batni ummi, na yule ambaye katika tumbo la mama yake ataandaliwa mazingira mazuri, hatodhuriwa na mzazi wake kimaumbile na kitabia. Litaathiri hilo hata akitoka akaingia huku duniani maisha yake yakawa mazuri. Kwa hizo marahil za kukua mtoto na malezi yanayotakiwa awe nayo katika Uislamu, utaona tangu katika tumbo, tangu unamchagua mwenzako, lakini haikomi hapo. Ukishaishi na mkeo, mimba ikatungwa, unaendelea kumlea mwanao, yuko tumboni, unakuwa na tahadhari na vitu vya kula, na si tu vya kula, hata vitu vya mama kusikiliza anatakiwa awe na tahadhari.
Haya ndio mafunzo ya Ahlul Bait katika masala mazima ya malezi. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi katika kitabu cha Makarimul Akhlaq anasema, at'imul mar'ata fi shahriha alladhi talidu fihi tamra fa inna waladaha yakunu haliman taqiyan. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, mlisheni mwanamke mama mjamzito ambaye yuko katika mwezi wa kuzaa, kishafikia mwezi wa 9 karibu kuzaa, mlisheni tende, mpeni tende kwa wingi. Kwa nini ya Rasulullah? Mtume anasema, fa inna waladaha yakunu haliman taqiyan, mtoto wake atakapozaliwa atakuwa ni mpole, lakini atakuwa mcha Mungu. Haya ni maneno ya Mtume. Kwa hivyo kuna athiri tabia, atakuwa ni mpole, si mtu mtukutu, sio mtoto mtukutu, mchakaramu, asiyesikia, lakini pia atakuwa mcha Mungu. Na Mtume kachagua mwezi ule wa kuzaa, manake mwezi wa 9. Ina maana kwamba pengine mwezi wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 8 ile tende haitoathiri tabia hiyo. Kwa hiyo Mtume ana maana akisema hivyo. Kwa lugha nyingine ni kwamba kumbe hata vyakula vinaathiri tabia, yani haviathiri tu maumbile, vinaathiri mpaka tabia za mtoto. Kwa hivyo kwa lugha nyingine tuseme hivi, unamlea mtoto tangu akiwa tumboni, sio ile lugha ya Kiswahili tu ya Waswahili kwamba analea mimba, lakini mzazi anahusika, wa kiume na wa kike, kumlea mtoto kabla hajazaliwa, kulinda tabia zake kabla hajazaliwa, kwa kuhakikisha anakula vya halali, lakini kwa kuhakikisha anakula vile vyakula vilivyohimizwa katika miezi tofauti tofauti. Mtoto katika mwezi wa 9 umeshakula tende wewe mama mjamzito, na vingine ambavyo kavitafuteni katika hadithi mbalimbali. Tumesema hii ni sampuli tunatoa, lakini Mungu kakubariki, masha Allah, mkeo kajifungua, wa kiume au wa kike. Kinachofuata nini katika malezi? Bwana Mtume katufunza katika hadithi nyingi kwamba yule mtoto inatakiwa kitu cha kwanza atakachosikia ni jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo aadhiniwe katika sikio la kulia, akimiwe katika sikio la kushoto. Na tabaan ukitizama dunia sasa hivi ilivyokuwa, mambo haya yanaelekea kutoweka jamaa. Halizungumzwi swala la kuadhiniwa mtoto, na ukizingatia siku hizi mwanamama anaweza kupelekwa hospitalini. Siku hizi wakina mama wengi wanafanyiwa upasuaji. Sijajua tatizo la madaktari au la wakina mama. Madaktari wa kisasa Allahu aalam, kitu kidogo tu anapasuliwa. Kwa hiyo wengi katika wanawake siku hizi wamepasuliwa katika uzazi. Sasa Allahu aalam kama ndio katika mbinu za uzazi wa mpango, sijui. Maana wanasema anayezaliwa kwa upasuaji hawezi kuzaa sana, ana limit, ana mipaka katika idadi ya watoto wa kuzaa, na hasa akiwa ni mtu ana mwili amejaa na mafuta, ndio inakuwa tabu zaidi katika mambo ya mishono. Kwa hivyo anawekewa limitation ya idadi ya kuzaa watoto, hawezi kuzaa kama walivyozoea mama zetu. Ili mradi ni kwamba anapopasuliwa mpaka awekwe theater, aambiwe kuna ruhusa sasa kuja kumuona mgonjwa, tayari yuko katika hali sawa sawa, ashasikiliza mengi zikiwemo sauti za mikasi na vingine na fujo nyingine zote ambazo unazifahamu, hata za matusi. Ndio baadaye uletewe kichanga chako uambiwe sasa bwana ndo hiki, unakuja kukiadhinia siku ya 3, siku ya 4. Na hapo ni pale Mungu atakapokujalia ukakumbuka. Maana Waislamu sasa hivi hawakumbuki nyakati za swala, watakumbuka kuadhinia watoto. Tunakumbuka mengine tu, uje na maua pale umpe mkeo,
umpe pole pale, mfurahi. Yani tumekuwa wazungu, ndivyo tulivyokuwa. Sasa hospitalini uingie pale na maepo yako na manini na maua na nini, umpe mke wako. Kwa hivyo kuna uwezekano tukawa na kizazi cha watu wengi ambao hawajaadhiniwa huko tunapokwenda. Ndio yale tuliosema kwamba Waswahili pia Waislamu wanaamini kwamba adhana kwa mtoto ni sehemu katika malezi, ni sehemu katika malezi ya awali kabisa. Ndio tukasema hivi majuzi kwamba wazee wetu Waswahili, mtoto mtukutu, wanasema mtoto vipi huyu, hajaadhiniwa nini? Maana kila anavyoonekana haelekei mtundu, wanasema asikila muadhini wala mteka maji msikitini. Maana muadhini ndio mnadi swala mwenyewe, hasikila muadhini wala mteka maji msikitini. Ndio almarhum Sheikh akizungumzia akisema kwamba kwa sababu jamii ya Waislamu zamani, muadhini ana nafasi katika jamii, sio mtu ovyo ovyo. Maana muadhini anadharauliwa, yani ni mtu ovyo ovyo muadhini wa msikitini, lakini muadhini ni mtu muhimu sana, ni mrithi wa Bilali, na alikuwa anasuluhisha kwenye jamii. Kwa mambo yameharibika, kaletwa muadhini bwana aje kuzungumza, arekebishe. Sasa mtukutu ni yule ambaye hasikila muadhini wala mteka maji. Hana mteka maji pia naye ana heshima zake. Maana sisi Waislamu wa sasa hivi kuadhini imekuwa ni kazi ya ovyo ovyo, kuandalia watu maji kwa ajili ya udhu msikitini ni jambo la ovyo ovyo, na kuosha maiti ni jambo la ovyo ovyo. Wanapewa watu ambao wanatizama kama vile hawana maana kwenye jamii, wakati kazi zote hizi ni za heshima, zote ni za heshima, na ni kazi za kujikombea thawabu, ni kazi za kujikombea thawabu hizi. Haya, huyo mtu ambaye kila anayekufa hata kama ni mheshimiwa yeye anamuosha, huyo ni mtu mdogo? Anakuvika nguo zako za mwisho za kuondokea hapa duniani, ni mdogo huyo? Au utamdharau vipi wewe? Na kama utamdharau utakuja tu kwake, na maanake utakwenda na ndiye atakayeona siri zako, sio una mabakabaka, una makovu, una kasoro gani, taona, sio? Huyu wa kudharauliwa huyo? Sio mtu wa kudharauliwa. Sasa adhana ni sehemu katika malezi kwa mtoto, kwa hadithi nyingi zilizothibiti kwa Waislamu mtoto aadhiniwe. Hatuna muda wa kutoa mifano ambayo maraji wametoa ya watu waliowahi kuadhiniwa na hawakuwa Waislamu, walipata athari gani katika maisha yao. Niwahi kutoa kisa cha Almarji, Mungu amhifadhi, alichozungumza kwamba wakati fulani walikuwa wakiishi jirani na asiyekuwa Muislamu, kisha pakatolewa taarifa kwamba yule mama jirani amejifungua. Kisha alipokwenda kuwapongeza, kuwasalimia, wakamkabidhi mtoto, akamuadhinia. Kisha yule mtoto makuzi yake yote, kila alipokuwa akisikia adhana alikuwa anapata hali si ya kawaida mpaka akasilimu. Nataka msisahau tulichokizungumza kuhusu subconscious mind, akili isiyo fahamu. Tulisema kwamba kipindi cha mtoto cha udogoni anazaliwa ni seti tupu, hana chochote. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a, ndo kitu cha kwanza. Kwa hivyo mtoto anasikia, kisha anapeleka kule katika akili isiyo fahamu, anatunza faili. Iko siku atalihitajia ile faili, pakiadhiniwa lile faili litachokonolewa, litakuwa limeguswa. Tuko pamoja? Yani siku panaadhiniwa lile faili alioliweka kule namba 1 lazima litikisike, lazima litibue kitu fulani. Kwa hiyo ni sehemu katika malezi. Muadhinie katika sikio la kulia, geuka upande wa kushoto, umkinie mtoto, unakuwa umemaliza sunna hiyo.
ambayo ni sehemu katika malezi. Katika hadithi zinazopokelewa na ndugu zetu ni hadithi ya bwana mmoja anaitwa Abi Rafi, anasema hivi: raaitu Rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi adhana fi udhuni al-Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimatu bis-salati. Hadithi ni nyingi, nimechagua hii kwa ndugu zetu ambaye impokelewa na Abu Daudi na Tirmidhi na wengine. Ni hadithi sahihi inayosema huyu Abu Rafi anasema, nilimuona Mtume sallallahu alayhi wa alihi akiadhini katika sikio la kulia, sikio la al-Imam al-Hasan ibn Ali, pindi bibi Fatima alipomzaa, akiadhini adhana hii ya sala tunayojua sisi. Kamuona Mtume, na ukimuona Mtume anafanya kitendo ni sunna. Kwa hivyo tunatakiwa na sisi tukifanya, na ndivyo ilivyokuwa kwa Waislamu. Ni jambo lenye ijmaa, halina ikhtilafu. Kwa hivyo kupitia mimbari hii tunawakumbusha Waislamu kwamba adhana, kuadhiniwa ni kitu muhimu sana. Na kama wewe ni daktari wa Kiislamu unaezalisha, usingojee mzazi aje. Ukiwa wewe ni daktari wa Kiislamu unaezalisha, usingojee mzazi aje kumadhinia mwanae. Wewe mwenyewe beba jukumu lile, utapata thawabu. Shamaliza kumzalisha mwanamama, mtoto yule muadhinie. Akija mzazi wake mwambie tayari nishamuadhinia. Akitaka na yeye kumuadhinia tena naendelee, lakini wewe fanya hilo, kwa sababu tunataka tutengeneze watu, binadamu wamekwisha, wameharibika. Tushirikiane katika kutengeneza. Namna ya kutengeneza ni kwamba kila mmoja abebe majukumu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sio swala la mzazi peke yake. Kwa hiyo tutoshelezeke na hadithi hiyo moja, kwa sababu ni jambo lina ijmai, halina ikhtilafu. Lakini ushapata mtoto, kisha adhiniwa, malezi yanaendelea, nini kinafuata? Jambo gani linalofuata? Mzee anasema aqiqa, lakini aqiqa ni siku ya 7 ndio ilivyosuniwa, sio? Huyo mtoto hana jina, humpi jina. Na Mtume na Ahlul Bait wanasemaje kuhusu kumpa mtoto jina? Mnajua kumpa mtoto jina ni sehemu katika malezi. Kwa hivyo unampa jina mtoto, at-tasmiya. Na Mtume katufundisha majina gani wapewe. Sasa ajabu ya hadithi zinasema hivi, katika haki za mtoto kwa baba yake ni kumpa jina. Yani suala sio haki ya mzazi kwa mtoto, ni haki ya mtoto kwa mzazi. Yani mtoto ndio mwenye haki yake, anamdai baba, na mwenye haki namba 1 ya kutoa jina ni nani? Ni baba. Baba anatoa jina. Anaweza kutoa mama, lakini baba anashauriwa, anasema sawa, ahlan wa sahla, kuna neno, sio? Sasa ni haki ya mtoto. Na riwaya nyingine inasema katika birril ab alwalad alwalidu lilwalad, katika kufanya ihsani mzazi kwa mtoto ni kumpa jina. Jina si jina tu, jina zuri. Ampe mwanae jina zuri. Kwa hivyo ukimpa jina baya umemdhulumu. Mpe jina zuri. Hadithi inasema bwana mmoja alikutana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akiwa na mwanae. Akamuuliza Mtume, ma haqqu ibni hadha, mwanangu huyu ana haki gani? Anamuuliza bwana Mtume. Fa ajaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuhassin ismahu, ulifanya jina lake liwe zuri, wa adabahu, na adabu zake ziwe nzuri, yani mle sawa sawa, watadhahu au watadhahu mawdhi'an hasanan, na umweke mahala pazuri, asidhurike kitabia. Na chagulie marafiki
mlinde, mtunze. Kwa mahalu shahid an tuhassina ismahu, umpe jina zuri, na kumpa mtoto jina baya ni dhulma. Hadithi inasema hivi ya Imam Kadhim alayhi salam, awwalu ma yabirru ar-rajulu waladahu an yusammiyahu bismin hasanin, katika wema wa kwanza anaofanya mzazi kumfanyia mwanae, wema wa kwanza anasema Imam Kadhim, an yusammiyahu bismin hasanin, ni kumuita jina zuri. Falyuhsinu ahadukum isma waladihi, basi kila mmoja wenu na alifanye jina la mwanae kuwa jina zuri, asimuite jina baya. Haya, jina baya lina nini na jina zuri lina nini? Taban kwa Afrika, kina sisi kina Wabantu, tunaamini kwamba jina linaweza likamfaa mtoto au likamdhuru. Hiyo ni mila yetu, ni katika desturi zetu, sijui makabila mengine, sio? Kiasi kwamba wazee, mtoto akiwa analia tu wanasema huyu bwana labda jina halijamfaa, kwa hivyo anabadilishwa jina. Tumembadilisha bwana kapoa. Wallahu aalam maslari yake, lakini ni akida yetu sisi Wabantu, umeelewana katika masala ya majina. Kwa hivyo kuna imani ya kwamba jina linaweza likamnufaisha au likamdhuru mtoto. Lakini hapa sasa tumevaa miwani ya Kiislamu. Kuna majina yenye baraka na kuna majina yenye balaa, hayana kheri. Kwa hivyo usimuite mtoto jina tu. Na ndio maana Bwana Mtume na maimamu wamekuwa wakibadilisha majina ya unaitwa nani fulani, wewe bwana, wewe fulani bwana. Kwa hivyo kuanzia siku hiyo jina lake linakuwa jingine huyu. Mtume amefanya hivyo na maimamu wamemfuata, wamefanya hivyo, na wewe usisite kufanya hivyo. Kwa hivyo lau kama utabadilisha jina ambalo si zuri ulipewa na baba yako, hutakuwa umemkosea. Kuna athari nyingi sana katika majina jamaa. Huko mbele tunaelekea kuona namna gani mtoto anakuwa hana confidence. Confidence ni hali ya kutojiamini. Ni sehemu katika malezi kumfanya mtoto akawa anajiamini, au mtoto akawa hajiamini, hawezi kusimama hata mbele ya watu akasema jambo, akawa anahisi kile kitu kinachoitwa uqdatul haqara, inferiority complex, anajihisi mnyonge tu. Moja katika sababu ni kumpa jina la kituko, kiasi kwamba akiitwa hadharani yeye mwenyewe anainamisha kichwa, anaona haya. Yani mtu analiogopa jina lake yeye mwenyewe. Ndio utaona sasa hivi watu sasa wanaanza kubadilisha majina. Sisemi wale wanaobadilisha jina zuri, maana Muhammad anaona Muhammad la Kiarabu sana, la Kiislamu, lakini nikiitwa Mudi anakuwa mzungu kidogo. Ahmad Edi, nafupisha tunakata yale ya Kiislamu. Kwa hivyo sasa akiingia mahala hata kuonekana Muislamu, kwa hiyo Muhammad anaitwa Mudi bwana, na mengine mengi tunayakatakata. Kina Umar wanaitwa Omi sijui na wengine. Sizungumzie hayo. Kuna lile jina wewe mwenyewe unasikia taabu kweli, maana binti mrembo mzuri wa Kiislamu anapendeza, baba yake kamuita Shida, anahisi Shida. Basi ungemuita Rashida angalau mwongofu aliongoka, unamuita Tabu. Yeye mwenyewe anaona kwa nini niitwe Tabu? Haya, mtu anaitwa Mashaka, Majuto, Mawazo, Masumbuko. Sasa unaona kama vile yeye mwenyewe anasikia yani dhiki kidogo. Na sasa kama ukienda kwa mzungu wanapata tabu sana, atakuhitaji Masumbuko. Sasa lakini kuna uhaba wa majina kwenye Uislamu. Alikuwa babu yangu anaitwa hivyo. Sawa basi, mpe basi na jingine, kwa sababu kuna hata jina, kuna kunia. Angalau hata tufunike kidogo, na yeye awe akisimama mbele ya watu anaweza kwa mbwembe akataja jina lake. Kwa hivyo kuna jina linamtia unyonge muhusika, mpaka awe ni mtu hajali sana, lakini anasikia unyonge bwana kwa lile jina.
Nimeona watu anaitwa Zawadi. Sasa naona Zawadi anaamua kujiita Gift. Anaitwa Tumaini, anaona dhiki, kwa nini anaitwa Tumaini, anaamua kujiita Hope. Anaitwa nani? Anaitwa Hope. Yaani maana Kiingereza ntamu, lakini ukiitwa Kiswahili haivutii. Tumaini. Wa kike Tumaini na wa kiume anaitwa Tumaini. Anaitwa Hope. Kwa hiyo sisi katika Uislamu tumefundishwa hata jina. Kwa hiyo usimuite mwanao jina litakalomtia unyonge, akahisi kuwa ni inferior, unyonge mbele ya watu, akiitwa mwenyewe anainamisha kichwa chini. Hapana. Chagua jina, mbona una khiari, mbona yako mengi? Sikilizeni, katika Ahlul Bait hadithi inasema hivi, istahsinu asma'akum fa innakum, sikilizeni jamaa, fa innakum tud'auna biha yawm al-qiyamah. Ya qum ya fulan ibn fulan tud'auna biha yawm al-qiyamah. Qum ya fulan ya fulan ibn fulan ila nurik, wa qum ya fulan ibn fulan ila nurin lak. Fanyini majina yenu kuwa mazuri, kwa sababu mtaitwa kwayo siku ya Kiyama. Yani ile siku ya Kiyama, masumbuko, utaitwa siku ya Kiyama kwa jina. Kwa hiyo hadithi inasema fanyini majina yenu yawe mazuri, kwa sababu kwayo mtaitwa siku ya Kiyama, mtaitwa kwa majina hayo. Lakini utaambiwa simama wewe fulani bin fulani kuelekea nuru yako, maana yake lile jina lina nuru, lisiwe jina lenye kiza. Wazee wetu zamani, mtu akizaliwa katika mwaka ambao una matatizo fulani, anapewa jina la hayo matatizo. Kweli si kweli? Yani kana kwamba wanataka kuandika historia kupitia jina lako, kwamba wakikuita tu wanakumbuka ule mwaka wa balaa ulizozipata na ukame. Wazee wangu waliniita hivi kwa sababu mwaka ule nilipozaliwa kulikuwa kuna tatizo hili na hili na hili na hili. Haya, wewe unahusika nini mpaka ubebeshwe tatizo lote? Kwa hiyo walikuwa namna hiyo. Lakini sisi katika Uislamu tuna orodha ndefu, hatuwezi kuifilisi ya majina mazuri yenye kupendeza. Hadithi inasema idha kana ismu ba'dhi ahli albayt ismu nabiyyin lam tazal albarakatu fihi, ikiwa jina la baadhi ya watu wa familia ni katika majina ya mtume, wale watu wataendelea kuwa na baraka ndani yao. Wewe kila siku unaita Muhammad, njoo nyumbani kwako, unatia baraka ndani ya nyumba, kwa sababu yule Muhammad ulomuita, kila unapomuita unahitajika useme Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ndio maana hadithi ikasema khairul asma'i ma ubida wa humida, bora ya majina ni yale yanaanza na abdu, Abdul Karim, Abdul Rabb, Abdul Ilahi, Abdul Malik, yale majina ya Mungu. Tumeelewana? Hasa utayamaliza jamaa, utazaa ngapi wewe? Wa humida, Muhammadun, Ahmadu, Humaidun, Mahmudu, unyambulisho wote. Hamid, fanya tasghir, Humaid, Hamid, Humaid, haya ndio majina mazuri, kwa sababu yanaashiria kuhimidiwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Muhammad mwenye kuhimidiwa. Na wale makafiri walipojua kwamba Muhammad jina tamu zuri, wakamuita mudhammamu min adh-dhammi. Kwa hiyo wakajaribu kumfanyia maskhara mtume, kumuita mudhammamun, sio Muhammadun, lakini ameendelea kwa Muhammadun ila yaumil qiyamah. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ma min ahli bayti fihim ismu an-nabiy illa ba'atha Allahu azza wa jalla ilayhim malikan yuqaddisuhum bil ghadawat au bil ghadati wal ashi. Nyumba yoyote ile itakayokuwa ina jina katika majina ya mtume,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuma malaika katika nyumba ile, atakuwa akiwatakasa asubuhi na jioni, yani muda wote, kwa baraka za mtume mwenyewe katika nyumba ile. Mmoja katika mashekhe zetu Dr. Ahmad Khatib, Mungu amhifadhi, yeye watoto wake ana Muhammadul Awwal, Muhammadul Awsat, Muhammadul kadha, yani ni Muhammad tukawapanga. Na kuna wenzetu hapa wanaona kuita jina moja pia haitoshi, ndio Muhammad Ali, Muhammadul Baqir, Ghulam Hussein, yani majina mawili murakkabun, tarkiban masjiyan, kwamba apate baraka zote. Haya ukute sasa ndio yeye na baba yake na yeye majina ni murakkab. Ukitizama Ahlul Bait alayhimus salam, Muhammad ni wangapi katika maimamu na Ali ni wangapi? Kumwacha Muhammadun Rasulullah kuna Muhammad wa tatu, kumwacha Ali Amirul Mu'minin kuna Ali wa tatu. Hawakusema Ahlul Bait kama inatosha bwana. Tuna Muhammadul Baqir, tuna Muhammadul Jawad al-Imam at-Tasi, tuna Muhammadul Mahdi ajjala Allah ta'ala faraja, tuna Muhammad at-Taqi, si ndio? Ali Zainul Abidin, Ali Ridha al-Thamin, Ali al-Hadi, Ali al-Murtada. Naam, hawakutosheka Ahlul Bait kama tumemaliza jamaa. Sasa ukiona jirani yako kaita Ali usiseme jamaa kishawahi. Hapana, haja kufilisi, sio yule ni Ali wake na wewe huwezi kuwa na Ali kwani? Kwa hivyo haya majina Ahlul Bait ya maimamu yana baraka na ni majina matukufu. Kwa hivyo muite mtoto wako jina zuri, na unaweza ukabadilisha jina, na inaruhusiwa kubadilisha jina. Hadithi za kubadilisha majina ni nyingi sana, sitaki kuzizungumza, lakini ziko thabit. Mmoja katika wakina mama aliulizwa jina, unaitwa nani? Akasema Asiya. Asiya. Al-Ma'sum, mmoja katika maasumina akamwambia, la, wewe ni Jamila. Kuanzia siku ile jina lake likawa ni Jamila. Al-Imam al-Baqir alikutana na bwana akamuuliza jina lako, akasema Baghidh ibn Marwan. Baghidh ibn Marwan. Akamwambia, qala lahu anta Habib ibn Marwan, anta habibun laysa baghidhan. Akabadilisha jina lake yule bwana. Na mfano wake ni hadithi nyingi sana za bwana mtume aliyofanya kazi hiyo. Badilisha jina, badilisha jina la mwanao kama ulikosea, na sheria hata za kisekula zipo. Ukibadilisha jina fuata utaratibu, hata certificate zako unaweza ukabadilisha ukatambulikana kwa jina zuri. Ni sunna ya mtume. Ni sunna ya nani? Ni bwana mtume. Usema lakini certificate yangu ya kuzaliwa imeandikwa hivi, kwani sheria zimekunyima? Unaweza kutumia taratibu za kisheria na ukabadilisha jina lako. Dunia haijakataa. Ungojee siku ya kiyama uute na jina zuri bwana lenye kupendeza, sio? Jina asli yake, maana neno jina kwa Kiarabu ni al-ism. Jina lina maana sana. Tunapochinja sisi tunasema bismillahir rahmanir rahim. Tunachinja kwa jina. Kwa nini? Sababu jina lina athari jamaa, Jina la Mungu lina athari katika kuchinja. Ismullah. Kwa hivyo leo hii pakichinjwa mtu akaelekeza kibla na mnyama ni halali, wakati wa kumchinja hakutaja jina la Mwenyezi Mungu, yule mnyama hafai kuliwa, sio? Kwa nini? Kwa sababu jina lina maana, lina athari, utajo wake una athari. Kwa watu wenzetu wale wa energy, lina provide energy ambayo ni positive au negative linapotamkwa, linapotajwa. Hili jina hili lina maana. Na jina al-ism minasima au minasumu. Wasima
katika lugha ya Kiarabu ni alama. Simahum fi wujuhihim min athari as-sujud, yani alama. Kwa hivyo nikisema ya Hasan ni alama inakutambulisha wewe pasina mwingine. Ismul alam, si ndio? Kitambulisho chako ni alama yako, hiyo namba moja. Lakini minasumu, jina linaweza kukunyanyua wewe. Muona mtu ana shakhsia mashaallah, alivyovaa na mwili wake na alivyokuwa, jina likitajwa tu unachoka. Lakini mbali na kuwa katika alamul ghaib, jina lina nafasi sana katika kumpandisha mtu, lina baraka zake au linaweza likawa lina balaa zake. Kwa hiyo chagua jina zuri litakalomnyanyua mwenye jina mwenyewe. Kwa hiyo karinisha jina lako na jina la Mwenyezi Mungu, jina la mwanao na jina la Mwenyezi Mungu, jina zuri. Mitume wa Mwenyezi Mungu wengi, hadithi zinasema muite mtoto Musa, Isa, Ishaqa, Yaqub, Ismail, Ibrahim, Nuh, majina mazuri ya mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mungu anajali sana majina. Ndio maana Mwenyezi Mungu alipompa mtoto Nabii Zakaria hakumpa tu kwamba mwanao ulomtaka huyu hapa bwana, lakini Mungu alimwambia inni samaituhu kule kwa Yahya, aliitwa Yahya kwa jina ambalo hakuwahi kumuita yeyote kabla ya hapo, hakuwahi kuitwa mwingine yeyote kwa jina hilo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa mwana Zakaria, lakini akampa na jina hapo hapo, na akalisifu jina hili kwamba hajawahi kuitwa mwingine yeyote kabla ya hapo. Kwa hiyo ni sunna ya Mungu kaianzisha, na sisi tuiendeleze hiyo sunna. Ukipata mwanao muite Yahya, inshallah kwa jina hilo Yahya Mungu atampa uhai zaidi, atampa umri zaidi. Maana Yahya ni ismu ala wazni al-fi'li Yahya, wa yamutu fahuwa Yahya wala yamutu inshallah. Kwa hivyo Mungu alimpa na jina moja kwa moja. Amma kule wa inni samaituha Maryam, limuita Maryam, ni katika majina mazuri. Fatima ni katika majina mazuri, na yeye ana majina mengi Bibi Fatima. Hata ukazaa watoto 10 ukataka kuwapa wote majina ya Bibi Fatima, bado humfilisi Bibi Fatima. Utamuita Fatima, utamuita Haura, utamuita Zahra, utamuita Batul, Muhaddatha, Kauthar, hutomfilisi. Na sasa ukiingia nyumba za Ahlul Bait utazijua tu nani huyu Haura huyu. Katika kuthibitisha yale maneno ya Zainab kwamba hatuwezi kuwamaliza hawa Ahlul Bait, watabaki. Na ukijua kwamba majina yana play role, Muawiya alipiga marufuku watu kuita Ali watoto wao. Unajiuliza kwa nini? Ya majina haya yalikuwa kumuita Ali, ni Ali anaendelea kubaki, sio? Na shamail za Ali zinaendelea kubaki. Kwa hiyo kazi kubwa ya Muawiya ilikuwa ni kuhakikisha kwamba hatajwi tena Imam Ali. Lakini hawakuacha kufanya hivyo, mpaka ikafikia mahala sasa wakatafuta majina ya pembeni ya kimisimu ili kumwakilisha Imam Ali. Qala Sheikhu, wanajua ni nani Abul Hasan, wanajua ni nani Kwa hiyo baina yao wakawa wanaashiria majina tofauti, lakini wanamkusudia Imam Ali. Kipindi cha karibu miaka 100 watu wanasita kumtaja jina na kuita watoto wao jina la Imam Ali ili kumfuta katika historia, lakini Mungu kambakisha. Na wewe endelea kumbakisha kwa kuwapa wanao majina ya Ali. Pengine Mungu akawanyanyua Ali akawanyanyua kwa jina hilo inshallah, kwa sababu kila jina lina baraka zake. Ndugu zangu, tumesema tumeingia sasa katika kuzungumza Qur'ani na kuzungumza hadithi katika mambo ya malezi. Leo tumefikia mahala mtoto wetu tushampa jina, tunaendelea na malezi kwa mujibu wa Qur'ani inshallah. Tukomee hapa. Nas'alullah al-auna wa tawfiqa lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.